Katika dunia inayobadilika kila siku, kuna nguzo 4 zinazosimama imara. Mazingira tunayalinda, usawa tunaujenga, ubunifu tunauanzisha, na elimu tunairithisha. Hiki ni kipindi kinachounganisha mawazo, watu na vitendo kwa maendeleo ya kweli. Nguzo 4. Kwenye kipindi cha Nguzo 4 wiki hii tunaangazia urejelezaji wa chuma chakavu. Je, ni suluhisho endelevu kwa kulinda mazingira lakini pia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Ni kujuze tu kwamba urejelezaji wa chuma chakavu na mchango mkubwa katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kulinda mazingira kwa ujumla, kwani hutumia nishati kidogo ikilinganishwa na uzalishaji wa chuma kutoka kwenye malighafi asilia. Matumizi haya madogo ya nishati husababisha pia kupungua kwa uzalishaji wa hewa ukaa, ambayo pia ni chanzo kikuu cha ongezeko la joto duniani na mabadiliko ya tabia nchi. Na kwenye Nguzo 4 wiki hii na keti kwa pamoja na mwenyekiti wa kampuni ya urejelezaji wa chuma chakavu Bwana Cosmas Tirubuza, ambapo pia kwa pamoja tutazungumza naye hapa kuhusiana na mada hii, lakini pia utapata kuwatazama wadau wengine tukizungumza kwa pamoja kuhusiana na mada ambayo tumeiweka mezani kuhusiana na urejelezaji wa chuma chakavu. Mimi ni Mindi Josefu, na moja kwa moja kwa sasa naanza kuzungumza na mwenyekiti wa kampuni ya urejelezaji wa chuma chakavu hapa jijini Dodoma. Usiondoke. Kwanza kabisa, habari yako? Salama, habari yako pia? Mimi niko salama kabisa. Habari ya majukumu? Mungu ni mwema, tunapambana. Mimi naitwa Cosmas Francisco, ndiye mwenyekiti wa ukusanyaji wa chuma chakavu mkoa wa Dodoma, lakini pia ni kiongozi ambaye anaambatana na wanunuaji wa chuma chakavu wote mkoa wa Dodoma. Unapoongelea urejelezaji wa chuma chakavu, kwanza tukianza na neno urejelezaji, ni kitendo cha kuchakata, kusanya kitu ambacho ni taka kukiweka katika ubora mwingine. Sasa urejelezaji wa chuma chakavu ni kitendo cha kukusanya na kuchakata chuma ambacho kimepoteza ubora wake na kukirudisha katika ubora mpya bila kutumia malighafi mpya. Hii ndio maana ya urejelezaji wa chuma chakavu. Pengine urejelezaji wa chuma chakavu ambao mnaufanya unasaidiaje katika kupunguza uharibifu wa mazingira? Kwanza nikwambie tu ndugu mtangazaji, hiki kitendo cha urejelezaji wa chuma chakavu tunafanya ukusanyaji katika vyanzo mbalimbali. Zipo kama sehemu ambazo unapatikana ujenzi kwa maana ya sites, taasisi mbalimbali kama vile hospitali. Tunakusanya hali ya mazingira ambayo kimsingi chuma chakavu inapatikana. Na kwa maana hiyo basi, kupitia kukusanya vile chuma chakavu katika maeneo hayo, tunasaidia kuondoa zile taka ngumu, kwa maana taka hatarishi ambazo kwa namna moja ama nyingine inaweza kupelekea hatari au ajali kwa viumbe hai kama binadamu. Ndio maana tunafanya. Na uchakataji pengine ama mchakato wa kuchakata chuma chakavu unapunguzaje pia hewa ukaa? Kimsingi uchakataji huu tunahusisha viwanda ambao tunapokuwa tukikusanya chuma chakavu hizi tunazipeleka kiwandani, na mara nyingi wao ndio wanadhibiti na kudadisi hewa gani inayozalishwa pale. Kwa hiyo sisi tupo katika hatua za ukusanyaji, uhifadhi na kusafirisha tu. Kwa katika hewa ya ukaa nadhani hilo litajibiwa zaidi na kiwanda. Okay. Sasa pengine kwa nini urejelezaji unachukuliwa kama silaha muhimu dhidi ya uharibifu wa mazingira? Kimsingi kama nilivyokuambia mtangazaji, kwanza hii process ya urejelezaji wa chuma chakavu ni muhimu sana. Kwanza kabisa natakiwa utambue kwamba hiki ni kitendo ambacho kinasaidia kutoa ajira kwa vijana. Na kama unavyoona hapa, kuna shughuli inaendelea hapa ya ukusanyaji na uchakataji wa chuma chakavu ambao kimsingi kwa namna moja ama nyingine kuna vijana zaidi ya 15 hapa wanapata ajira. Kwa swala hilo basi unaweza kusema kwamba kuna umuhimu kwa uzalishaji wa ajira, lakini pia kusaidia kudhibiti hali ya nchi ikiwemo pamoja na kunusuru mazingira ambayo yanatuzunguka. Pengine ni muhimu kiasi gani nchi kuwekeza zaidi kwenye urejelezaji wa chuma chakavu ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Lipo swala muhimu sana nchi kuwekeza katika urejelezaji wa chuma chakavu. Kama nilivyokwisha kuambia hapo awali, kwanza urejelezaji wa chuma chakavu ni msingi mkubwa katika utoaji wa ajira kwa vijana wengi. Lakini kumbuke kwamba uzalishaji wa chuma chakavu upo katika maeneo mapana sana nchi yetu. Ikiwa pamoja na hilo basi, chuma chakavu ambazo zinakuwa zimekwisha kutumika ziko katika maeneo yanayotuzunguka, kwanza ni hatarishi.
Manake nchi tunaishauri kabisa na serikali kwamba iendelee kuweka mkazo katika kuendeza hii sekta ya urejelezaji ili kunusuru mazingira yanayotuzunguka, ikiwa pamoja na mazingira kwa maana ya ardhi, hewa pamoja na maji. Maana hiyo basi, tukiwa tunafanya huu mkusanyaji wa chuma chakavu, tunanusuru vyanzo vya maji ambapo kimsingi wanadamu wanapata hizo huduma. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Kumtazama mwenyekiti hapa ambapo tumezungumza naye machache kuhusiana na mada ambayo tumezungumza kwa leo, lakini pia niko na Bwana Stanley hapa naye tuzungumze naye kwa uchache kuhusiana na urejelezaji wa chuma chakavu. Bwana, habari yako? Habari yangu ni salama. Habari ya majukumu? Tunashukuru Mungu. Naendeleaje na kazi? Naendelea vizuri. Sawa, pengine nipende kufahamu majina yako kamili. Majina yangu naitwa Stanley Honorati Shayo. Sawa, pengine moja kwa moja niende kwenye swali langu. Nataka kujua ni hatua gani muhimu ambazo mnazifuata kabla ya chuma chakavu kuingizwa katika urejelezaji? Hatua tunazozifuata ni kwanza, tunafanya ni ukusanyaji kutoka sehemu mbalimbali, na pili inayofuatia, kwa kuwa tunapokusanya hatuwezi kusafirisha kwa wakati huo, huwa tunatumia hatua ya pili kwa uhifadhi, na hatua ya tatu ni kupakia na kusafirisha kwenda kiwandani. Okay. Yeah. Lakini pia nifahamu, mnawezaje kuzuia uchafuzi unaotokana na mafuta, rangi ama plastiki ambazo zinakuwa zimeambatana na chuma chakavu? Huwa tuna vyombo maalum. Kwa mfano, tunaweza kutumia mapipa kuhifadhia oili, au kuna visima tunachimba kwa ajili ya kumwaga maji ya betri ikiwemo ni asidi ile.
Na mtazamaji, baada ya kumtazama Bwana Stanley, niko pia na msemaji wa wafanyakazi hapa. Tutazungumza naye pia kuhusiana ni kwa namna gani wanahakikisha pia wafanyakazi ambao wanakuwa na jukumu la kuchambua hizi chuma wanakuwa salama kabisa. Habari ya kwako? Salama mheshimiwa. Salama kabisa. Majina yako kamili, unaitwa nani? Naitwa Anwar Aaron. Ni msemaji katika wafanyakazi. Ndio, pengine Bwana Aaron, nianze kwa kufahamu kuna aina ngapi za vyuma ambazo zipo katika eneo hili? Kuna aina mbili za vyuma, chuma dongo na chuma stili. Tunaposema chuma dongo tunakuwa tunamaanisha nini na chuma stili ni zipi? Chuma dongo ni jamii ya mabroku ya magari na maslivu pamoja na sindaidi, ambayo yenyewe wanakaa kuna container. Chuma stili ndio hii hapa ambayo imemwagwa chini hapa. Okay. Kwenye mchakato wa kuchambua hizi chuma unakuwaje? Maana ukiangalia ni vyuma ambavyo kwa asilimia kubwa ni ncha kali. Vile ambavyo vinaashiria kwa vinaashiria hatari, huwa tunachoma nondo muundo wa ndoano, unavuta kutumia ndo ndoano, unavuta pembeni, ndio rahisi kushika. Umevaa gloves kwa ajili ya kupakia. Pengine hizi chuma ni lazima zitenganishwe, kwamba chuma dongo zikae sehemu yake na vyuma vingine pia stili zikae sehemu yake? Yeye ni sahihi. Chuma dongo inakaa peke yake na chuma stili inakaa peke yake, manake katika manunuzi bei ni tofauti. Na nataka kuuza bei tofauti, viwanda tofauti. Okay. Na huu mchakato unatumia muda gani katika kutenganisha? Gari inaposhusha chini tu, yani dongo inakaa peke yake, chuma peke yake, ni kama muziti kama gari moja kwa siku moja. Na mnazitambuaje kwamba hiki ni chuma dongo na hiki ni chuma stili? Utambuzi wako unakuwaje? Chuma dongo asili yake kwanza, cha kwanza inavunjika. Okay. Chuma stili inapinda. Okay. Na nifahamu pia kwa upande wa ni kwa namna gani mnahakikisha kwamba wafanyakazi wanakuwa salama salimini katika mchakato huu wa kutenganisha hivi vyuma? Katika mchakato wa mfanyakazi kuwa salama, inahitajika kwanza awe na sare ya kazi ambayo imenunuliwa na kampuni. Kwa hiyo na kama utakuwa hujavaa hauwezi kuruhusiwa kuja kufanya kazi hii. Okay. Na wanavaa nini mikononi, miguuni, kichwani? Ni nini wanapaswa kuvaa? Tunavaa sare kama unayoiona. Juu tunavaa kofia aina ya muundo wa helmet, gloves pamoja na gambuti yenye asili ya chuma mbele. Okay. Kwa kujilinda. Okay. Sasa, pengine unafahamu kwamba urejelezaji wa chuma chakavu, nataka nifahamu kutoka kwako, je, ni suluhisho endelevu kwa mazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Ni sahihi. Ni muendelevu. Okay. Kwa hiyo mnavyofanya hii kazi mnajua kabisa kwamba mnatunza mazingira kwa kiasi kikubwa? Ni sahihi, tunatunza mazingira katika kiasi kikubwa, manake vitu ambavyo vinavyotupwa ovyo majalalani, wengine huwa wanatupa wajui thamani yake, japo inakuwa imeshachafua mazingira. Kwa hiyo baadhi ya watoto ambao wanaokota, wengine wanaenda kuuza au wanaleta hapa, sisi ndio tunaweka mahala pake. Okay. Na kusafirisha. Pengine unaiambia nini jamii katika kuhakikisha kwamba inaendelea kutunza mazingira zaidi, kwa kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama? Jamii nataka niwaambie kitu kimoja. Ununuaji wa chuma chakavu unasaidia kwanza kurekebisha mazingira mtaani kuwa salama. Maana vitu kama mifuko, plastiki, chuma chakavu, dongo, vyote tunachukua. Kwa hiyo mtaani uzukuta vimekaa ovyo ovyo. Sky TV. Katika dunia inayobadilika kila siku, kuna nguzo 4 zinazosimama imara. Mazingira tunayalinda, usawa tunaujenga, ubunifu tunauanzisha, na elimu tunairithisha. Hiki ni kipindi kinachounganisha mawazo, watu na vitendo kwa maendeleo ya kweli. Nguzo 4 ni kila Jumamosi saa 2 kamili usiku na marudio ni Jumatano saa 9 kamili alasiri, hapa hapa Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96
36 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na mtazamaji, hatukuishia hapo tu, lakini pia tulipata wasaa wa kuzungumza na vijana, pengine tufahamu kutoka kwao. Je, wanaelewa umuhimu wa urejelezaji wa chuma chakavu hususan kwa upande wa mazingira, lakini pia kwa upande wa ajira? Na niko na vijana hapa, hebu tuzungumze nao pia tupate mtazamo wao. Habari ya kwako? Salama. Habari ya majukumu? Mungu ni mwema. Pengine kwa majina yako unaitwa nani? Shabana la simu langu jina. Okay. Je, unafahamu umuhimu wa urejelezaji wa chuma chakavu? Urejelezaji wa chuma chakavu na mambo mengi. Naweza kuongea kwa kiufupi, na kutoa ajira kama hivi, na kupakia, kuna utunzaji wa mazingira. Hivyo naweza nikajaribu kustate hivyo. Umegusia kwa upande wa ajira, pengine inakusaidiaje katika kuendesha maisha yako, lakini pia kujipatia kipato? Ndio, hii ajira hii inasaidia kwenye maisha ya kujikimu. Of course tunaendesha familia vizuri na maisha kiujumla yanaenda vizuri, wala mna shida. Na kwa upande wa mazingira pia, unadhani ni kwa namna gani mnahusika katika utunzaji wa mazingira kwa kiasi kikubwa? Kwa upande wa mazingira tunatunza vizuri, wala mna shida. Kama kwenye gari inapoenda kupima huwa tunafunika turubai, wala mna changamoto yoyote barabarani. Pengine nifahamu kutoka kwako kuhusiana na umuhimu wa urejelezaji wa chuma chakavu. Chuma chakavu kinatusaidia hasa kwa sisi ambao ni vijana tunapambana. Kinatusaidia, tunaweza kusaidia familia zetu, ndugu zetu, ndugu jamaa na marafiki. Of course hata na sisi wenyewe kinatusaidia, tunaweza kupanua akili zetu kwa kujiendeleza, kupambana na hili na lile. Mambo kama hayo yanatokea, tunaweza kujikimu na mambo mengine yanaendelea nje hata ya kazi. Na kwa upande wa mazingira, unadhani urejelezaji wa chuma chakavu unasaidia kwa kiasi gani? Kwa kweli kwenye mazingira ni safi kabisa, yani kama mnavyoona sisi wote hapa tumejizatiti, hamna shaka. Unaweza ukafanya kazi na wala usipate shida yote. Hamna chuma labda kukuchoma, kukuadhibu, au labda uchafu kuzagaa muda wote, au labda gari imepakia, labda hawajafunika vizuri. Kwenye hilo jambo tunajitahidi kwenye mazingira ya chuma, tunajitahidi kwa tuwezavyo. Tunaweza kwenda vizuri. Mtazamaji, kwa pamoja tumetazama hapa na kujionea kuwa urejelezaji wa chuma chakavu si tu njia ya kupunguza uchafuzi ama uharibifu wa mazingira, bali pia ni suluhisho endelevu la kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kukuza ajira kwa upande wa vijana. Asante mtazamaji kwa kutufuatilia kipindi chetu cha Nguzo 4 kuanzia mwanzo hadi nafika tamati. Mimi ni Mendi Joseph, endelea kutazama vipindi vingine kutoka hapa Sky TV. Hadi wakati mwingine. Katika dunia inayobadilika kila siku, kuna nguzo 4 zinazosimama imara. Mazingira tunayalinda, usawa tunaujenga, ubunifu tunauanzisha, na elimu tunairithisha. Hiki ni kipindi kinachounganisha mawazo, watu na vitendo kwa maendeleo ya kweli. Nguzo 4.